نستعين على أمور الدين والدنيا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخوة الإيمان، فلا زلنا نواصل درسنا ما يتعلق بالعقيدة، أهمية العقيدة في حياة المسلم. Tukiendeleza ndugu zangu darsa ya tauhid, umuhimu wa tauhid katika maisha ya Muislamu. Tuelewe ikhwata al-iman, at-tauhid minnatun min Allah adhima, kwamba ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala alikujalia kushikamana na tauhid, kuifahamu tauhid, basi jua hii ni fadla kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yahabuha liman yashau min ibadi, ambao neema kama hii Allah humpa anayetaka katika waja wake. Kwa hiyo ni wa'ala almuslimi an yas'a litahqiqihi fi nafsihi wa dhurriyyatihi wa liaqribaihi min ahlihi wa min jami'i nnas. Kwa kinachotakiwa kwa Muislamu afanye bidii kwanza mwenyewe kushikamana na tauhid, kizazi chake, jamaa zake wa karibu, mke wake, watoto wake, na alinganie tauhidi kwa watu wote kwa ujumla. Wa min shukri ni'mati tauhid, na katika miongoni mwa kushukuru hii neema ya tauhid, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia da'watul khalqi ilayhi, ni mimi na wewe kuwalingania waja wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya tauhid. والتحذير من كل آفات تنافي أصله أو كماله, na vile vile kujichunga sana na chochote ambacho kinaweza kinapingana na hii tauhidi asli yake au kukamilika kwake. Kwa sababu gani? Wa min wasaili thabati alayhi, miongoni mwa sababu za mimi na wewe kumakinika katika tauhid, dua Allah azza wa jalla, ni kumuomba mara kwa mara Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabat wal bu'd 'anil bid'i wash-shubuhat wash-shahawat, na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe na uzushi, akuepushe na shubuhat, akuepushe na matamanio, wal iktharu min at-ta'at, na kuzidisha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na hasa watazawudu min ulumi sharia, na kuchukua maandalizi katika sheria za Allah, kuzisoma kisawasawa, wa suali ulama, na kuuliza wanavyoni rabbaniyina ambao ni wakulea umma katika njia ya sawa, amma yushakilu minha, juu ya yale ambao huenda kukatatizika katika hii tauhid. Hiyo ikhwata al-iman, at-tauhid inna a'dhama ma yajibu 'ala al-'abd, tuelewa kwamba kitu kikubwa ambacho ni lazima kwa huyu mwanadamu, wa awwal ma yutalabu bihi, ambacho ndicho cha kwanza anatakiwa, anaombwa ashikamane nacho, huwa maarifatu tauhidillahi jalla jalaluhu, ni kujua namna ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, watamyizi bainahu wa baina ma yuariduhu min madhahiri shirk, na kuweza kutofautisha baina ya tauhid na kile ambacho kinapingamana na tauhid katika mambo ushirikina. Wa hadha al-amru, na jambo kama hili kwa al-iman, yazdadu luzuman fi zamanina, yazdadu luzuman fi zaman, hasa katika hizi zama zetu za leo, ndio inakuwa ni lazima zaidi. Alladhi taassafa fihi riyahul fitan, zama hizi ambazo upepo wa fitna ni mwingi sana, wallahu almusta'an.
watantashiru fihi shahawati washubahat, zama hizi ambazo shahwa zimeenea, shubahati zimeenea, watastahkamu fihi maujatul fasadi wal inhiraf. Na sote tunaona kilichotawala leo ni mawimbi ya ufisadi, mawimbi ya watu kuteleza, kuiacha njia ya sawa. Haithu amma aljahl warada ittiba'u alhawa, hizi ni zama ambazo ujinga umekithiri kwa kiwango kikubwa sana, na ikawa watu wengi wanafata matamanio. Kila mmoja ukimuuliza mbona wafanya hivi, je, kuna aya, kuna dalili, kuna hadithi? Akwambia shekha, watu nimepata watu bana wakifanya. Kwanza swali la kwanza kuuliza kuna ubaya gani? Hii ndio swali la kwanza. Unapomtahadharisha mtu na lile ambalo alifai, swali lake la kwanza atakuuliza shekha, kwani kuna ubaya gani tukifanya hivi? Na dini haiendi kuna ubaya gani. Dini ni qala Allah, qala Rasul, qala sahabatu. Hizi ni zama ambazo watu kufuata matamanio nafsi zao, kufuata akili zao katika dini imekithiri, wakaacha Al-Qur'an, wakaacha sunna an-nabawiyya as-sahiha, wa kathratul firaq. Hizi ni zama ambazo vikundi ni vingi, wallahu almusta'an. Vikundi leo ni vingi sana, na hivi vikundi, kila kikundi kinalingania. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu asema tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hali ya kutupa mawaidha, hatta lana, akatuchorea sisi mstari ulionyooka, wa khatta khututan, na upande wa kulia, upande wa kushoto akachora vinjia vistari vingi sana. Thumma tala qawla Allah ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Baada ya kuchora mstari ulionyooka, kisha pembezoni mwake akachora vijistari huku na huku, akaisoma hii aya katika surati al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqima, na tambueni, jueni, eleweni ya kwamba hii ndio njia yangu iliyonyooka. Fattabi'uhu, enyi waja wangu ifateni hii njia aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uhu, ifateni, wala tattabi'u subul, na chungeni, jitahadharisheni sana msije mkafuata vinjia hivi vya kando kando. Fatafarraqa bikum an sabili, vikawapelekea nyinyi kuiacha hii njia yangu ya sawa. Sasa tizama alfiraq, hadhi alfiraq wal jamaat, hivi vikundi vingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amevita nini? Wala tattabi'u subul, ni vinjia hivyo. Kisha hii aya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaisherehesha vizuri. Abdullah bin Mas'ud akasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, wa ala kulli tariqin shaytanu yad'u, na juu ya kila kinjia, yani ni vikundi vitakuja kujitokeza baadaye. Katika zama za mwisho huko kutatokea vikundi vingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, basi kila kinjia kuna shaytani analingania, akwambia njoo hapa ndio pako sawa, wachana na fulani, hapa ndio pako sawa, wachana na fulani. Mwisho akasema, tazilu tilka alfiraq kullaha, enyi umma wangu jiepusheni na hivyo vikundi vyote, viwekeni kando, shikamaneni na Qur'an na sunna zangu na mwongozo wa masahaba zangu, hasa makhalifa wanne ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Yeyote atakayeacha tauhid faqad dhalla sawa'a sabil, atakuwa amepotea kabisa. Yeyote ambaye hatakuwa katika moyo wake kuna nafasi ya tauhid, bila shaka amepotea. Atakiwa arudi katika njia ya sawa, atakiwa jitahidi kurudi katika njia ya sawa. Kwa nini? At-tauhid ra'su mali al-muslim, kwa sababu tauhid, kumpwekesha Allah, kumjua Allah na kumwabudu haki ya kumwabudu, hii ndio rasilimali ya Muislamu.
Hiki ndio kitu cha thamani ambacho anakimiliki Muislamu. Lakini je, leo wengi wetu tuko wapi? Wengi wetu tuko kundi ambalo Mwenyezi Mungu ametaja katika surati Yusuf, wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Wengi wao hawamwamini Allah, wengi wao wanadai Waislamu lakini ni washirikina ajabu, wamezama katika ushirikina. Sasa ni wewe pale ulipo, hebu jitizame, tauhidi iko katika moyo au shirki ndio iko katika moyo wako? Ikiwa tauhidi iko katika moyo wako, fatuba laka, bishara njema kwa kweli. Na ikiwa ni shirki imetawala moyo wako, basi wallahi ni khasara. Fanya haraka, bado una fursa, maadamu unapumua, maadamu roho haijafika kooni, maadamu jua halijatoka magharibi kurudi mashariki, basi haujachelewa. Tubia, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko katika zama ambazo kathurat al-firaq, vikundi vimekuwa ni vingi, na wallahi ukianza kuvihesabu huvimalizi. Anza Qadaria, Jahmiya, Mushabbiha, Nakshabandia, Mu'tazila, Mu'attila, yote Mu'tazila, Khawarij, wote ni vikundi. Lakini ukitaka kujua kikundi ambacho kimepotea, ni kwanza kama wamejivua na tauhid. Sababu ukijivua na tauhid, basi vituko vyote utavifanya. Lakini ukishikamana na tauhid, bila shaka wacha hata wanyama watasalimika na wewe. Unapokuwa moyo wako na tauhid ya kisawasawa, wacha binadamu, hata wanyama watasalimika na wewe. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia vikundi kama hivi katika surati al-Mu'minun aya 53 asema, kullu hizbin, hivi vikundi ambavyo vitakuja kutokeza huko mbele, kila kikundi, bima ladaihim farihun, kwa yale waliosema nayo, kwa yale wanaoshikamana nao, wanasherehekea, wanafurahikia. Na ndio kweli wa mambo leo. Kiangalia Hizbu Tahrir, akwambia shekhe, achana na kila kitu kwanza, njoo tusimamishe dola ya Kiislamu. Unajua takana kwanza dola ya Kiislamu, achana na yote. Ukienda kwa Jamaatu Tabligh, akwambia kwanza tutoke siku 40 maisha yako, miaka yako, akwambia achana na Hizbu Tahrir. Ukienda kwa Ikhwanul Muslimin, ukienda kwa jamaa, kila kikundi, Allah sema kullu hizbin, kila kikundi, bima ladaihim farihun, wanasherekea, wanafurahikia kwa yale ambao wanaoshikamana nayo, na ili hali yanakhalif alkitab والسنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ظهرت في أرجاء المعمورة براكين الإلحاد والكفر والزندقة. نبلا شاكا زلeo utakuta zimedhihiri sana moshi volcano ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Watafashadat albid'a, uzushi ukakithiri ukaenea, walmunkarat, na maovu, walkhurafat, na mambo ya uzushi. Watakalaba a'da'u lislami ala al-umma min shata al-milal wan-nihal, na uzushi ulipoenea ukakuta maadui wa Uislamu wakapata nafasi ya kupenya katika Uislamu, hata adhumat al-mi'anatu washtadda al-bala, mpaka fitna ikawa kubwa, balaa ikawa ni kubwa. Wa ghada al-islamu ghariban, na leo Uislamu ni mgeni. Uislamu leo ni mgeni, kila anashikamana na sunna. Wewe angalia, ukiweka ndevu hapo kushangaa, bana mambo ya madevu haya, tena wasikie Muislamu dini ya kumwogopa Mola. Sasa mambo ya madevu au kitu na wakati bana, uchafu. Uislamu anatamka maneno haya, na ile hali Mtume sallallahu alaihi wasallam amesawazisha mwenye kunywa ndevu na washirikina. Kila mwenye kunywa ndevu ni sawa sawa na washirikina. Katika hadithi akasema, khalifu almushrikina, endeni kinyume na washirikina. Wafiru alliha, achilieni ndevu ziwe nyingi. Waafu shawari, na mwapunguze masharubu, kwa sababu washirikina tabia yao kunywa ndevu.
Lakini leo ukionekana unazifuga ndevu, basi watu wakushangaa, bado shekhe bana, uko zama za ushamba. Yani amri ya Allah, amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam leo inakuwa ni ushamba, na ni Muislamu anayatamka maneno kama haya. Ni mtihani mkubwa sana leo. Batil imekuwa ni haki na haki imekuwa ni batil leo, ipata imani. Wa min huna, kutokamana na haya au kutokea hapa, kana lizaman ala almuslimina, ikawa ni wajibu kwa kila Muislam ayujaddidu anayatihim, waweze kurekebisha na kuriniu upya tauhidihim, tauhidi yao, biaqsamihi thalatha, kwa vigawanyiko vyake vitatu. Tauhidu rububia, kipengele cha kwanza cha tauhid ni kumpwekesha Allah katika vitendo vyake, na kusema tauhid haina maana miungu ni watatu abadan, kwa sababu itikadi ya miungu ni watatu ni itikadi ya kishirikina. Sasa utakuta baadhi ya mashaikh wapinga tena, wanakataa kabisa watu kufundisha tauhid, wakidai kwamba tunafundisha watu utatu. Hali hadi min al-akadhib, hali katika maneno uongo. Tauhid haimaanishi miungu ni watatu abadan, kwa sababu hii ni shirki. Tauhid maana yake ni kumpwekesha Allah kwa mambo matatu. Jambo la kwanza, kumpwekesha Allah katika vitendo vyake, bimaana uamini yeye ndio mwenye kuumba, mwenye kuruzuku, mwenye kufisha, uhai, mauti, yote ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili, tauhidul uluhiyya, kumpwekesha Allah katika uungu wake, kwamba hakuna wa kuabudiwa isipokuwa yeye peke yake. Na endapo Muislamu atafahamu, ataelewa maana ya la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah, ila maabuda bihaqqin illa Allah, kwamba hafai, hakuna wa kuabudiwa isipokuwa Allah. Ukifahamu haya maneno, uhakika wa kuyafahamu, hakuna siku utakanyaga kwa mganga, hakuna siku utaenda kwa mpiga ramli, hakuna siku utaenda kwa madhabahu. Na kwa sababu gani? Inakinzana na tauhid, inakinzana na aqida ya Muislamu as-sahiha. Kisha kipengele cha tatu, tauhidul asma'i was sifati, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake na katika sifa zake. Kumpwekesha maana yake ni ukubali, uamini kwamba anna Allah jalla wa ala lahu al-asma'ul husna, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri mazuri, kama alivyotuelezea katika surati al-A'raf, walillahi al-asma'ul husna. Tamweni, jueni, eleweni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri mazuri, fad'uhu biha, muombeni Allah kwa kupitia hayo majina mazuri: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ni mengi, yote haya ni majina yake. Kwa hivyo tauhidul asma'i was sifat ni kumpwekesha Allah kwa kuthibitisha kile ambacho amejithibitishia mwenyewe katika Qur'ani na katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika fil asma'i, kumpwekesha Allah katika majina, wasifati, na katika sifa zake al-ulya, ambazo miongoni mwa sifa za Allah ni kuzungumza, miongoni mwa sifa za Allah ni kuona, miongoni mwa sifa za Allah ni kusikia. Kwa hiyo hizi zote tunamthibitishia, tunampwekesha Allah bima yaliku bijalalihi, kwa yale yanafungamana na utukufu wake. Allah yusikia, naam, lakini ukikumbuka laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kusikia kwake si sawa na kusikia kwangu mimi na wewe, si kama kusikia kwa viumbe vyake, la. Kuona kwake laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hana mfano. Kuona kwake si kama kuona kwa viumbe vyake. Kuzungumza kwake Allah sio kama kuzungumza kwa viumbe vyake. Kwa hiyo tunamthibitishia Allah kile alichojithibitishia mwenyewe
bila kuzidisha wala kupunguza, wala bila kubadilisha maana yake, bali vile ilivyokuja katika Qur'ani na Sunna an-nabawiyya as-sahiha. Ikhwata al-iman, ma'a al-ikhlas al-ibada lillahi wahda. Tauhid inakuamrisha wewe Muislamu kwamba yatakiwa ibada zako zote iwe ni ikhlas, uzifanye kwa ajili ya Allah. Hii ndio maana ya tauhid. Tauhid maana yake ni kwamba ibada zote uzifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hadar, na tauhid maana yake ni kujichunga. Kulla al-hadar, kuchukua kila tahadhari, min kulli suwar shirk wa dhara'i'ahu, na sura zote za ushirikina. Ushirikina kwa aina yoyote ukajiepusha nayo. Wasa'yul jad ila sadd at-turuq al-mu'addiyati ilayhi, na kuweza kwenda mbio kuziba mianya yote ambayo inaweza ikapelekea wewe Muislamu ukatumbukia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, katwafi ala al-quburi wa binaa ala al-quburi, kama vile kuyazunguka makaburi, kama vile kuyajengea makaburi, kama vile kuyasujudia makaburi. Haya yote ni katika shirkiyat ambazo zinaweza zikapelekea Muislamu kutumbukia mahala pabaya mno. Ikhwata al-iman, inna nusus al-wahy min kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, tuelewe kwamba hakika dalili za Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam qad tawatarat ala taqriri wujub al-ikhlas al-ibada lillahi wahdahu la sharika la. Zimefatana zote zikielezea ulazima wa Muislamu kuwa na ikhlasi katika ibada, yani ibada zote amfanyie Mola wake, asichanganye kabisa bila kumshirikisha na chochote. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, atuambia Allah jalla wa ala katika surati al-Baqara aya 21, ya ayuhan nas, enyi watu, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tizama hapa, ilipokuja ni masala ibada, haikutumika ya ayyuhalladhina amanu, haikutumika hiyo kwamba enyi mlioamini, bali imetumika ya ayyuhan nasu, bimaana muslimuhum wa ghayra muslimuhum, muslimuhum wa mushrikum, bimaana yajibu ala an-nasi jami'an an ya'rifu anna al-ibadata kullaha lillahi jalla wa ala. Allah aliposema ya ayyuhan nas, tofauti na kwingine anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Yani ikija katika awamir ya ayyuhalladhina amanu, lakini ikija kwamba watu wote atakiwa fahamu, inatumika ya ayyuhan nas, enyi watu. Muislamu na asiyekuwa Muislamu kwamba atakiwa ajue ibada ni ya Allah peke yake. Kwa ibada zingine zote itakuwa ni majuto siku ya Kiyama ikiwa mwanadamu ataabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah akatuambia ya ayyuhan nas, enyi watu, u'budu rabbakum, muabuduni Mola wenu. Yupi huyo? Tauhidur rububiyya inaingia hapa. Alladhi khalaqakum, aliyekuumbeni nyinyi, walladhina min qablikum, na aliwaumba waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaquna, ili mpate kumcha. Sasa hapa imetaja al-uluhiyya wal-rububiyya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, tauhidul uluhiyya. Alladhi khalaqakum, tauhidu ar-rububiyya. Enyi watu, muabuduni Mola wenu aliyekumbeni nyinyi na wale waliokuwa kabla yenu. Bimaana kabla sisi kuna waliokuwa na sisi tutaondoka, baada ya muda watakuja wengine, wa hakadha. Hivi ndivyo maisha ya ulimwengu alivyo. Wengine walikuweko wakaondoka, sisi leo tuko na sisi baada ya muda tutaondoka katika ulimwengu, wa hakadha ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha, mpaka siku ya Kiyama. Hivi haya ndio maisha ya ulimwengu. Allah akatuambia wama khalaqtul jinna wal insa, haba tauhid
arububia, wama khalaqtul jinna, na sikuwaumba majini, wal insa, na hawa binadamu, illa liyabudun, ambayo ni tauhidu al-uluhiyya, sikuwaumba isipokuwa ni wapate kuniabudu mimi. Waqala Allah azza wa jalla, katika aya nyingine Allah tuambia wa'budullaha, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni tauhidul uluhiyya. Wa'budullaha, muabuduni Allah, wala tushriku bihi shay'a, na msije mkamshirikisha kabisa na kitu chochote. Katika aya nyingine akatuambia waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ameamrisha Mola wako asiabudiwe isipokuwa yeye peke yake. Waqad bayyana ta'ala, na hapa katika hizi aya mbalimbali anatubainishia Allah subhanahu wa ta'ala anna tauhidahu fil ibadati, kwamba kumpwekesha Allah katika ibada huwa da'watu jami'i ar-rusul, ndio wito wa mitume wote walilingania juu ya tauhid. Faqala, akatuambia wama arsalna, anaelezewa mtume Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam na umma wake kwa ujumla, aambiwa mtume wama arsalna min qablika min rasulin, na hatujapeleka, hatujatuma kabla yako wewe mtume Muhammad mtume yeyote, illa nuhi ilayhi, isipokuwa tulikuwa tunamfunulia, tunamwamrisha annahu la ilaha illa ana fa'budun. Elezea umma wako, waelezea watu wako ya kwamba hakuna wa kuabudiwa isipokuwa mimi peke yangu. Fa'budun, muniabudu, msiabudu kingine. Akasema katika surati Nahl, wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula, bila shaka kila umma tuliwapelekea mtume. Kwa hiyo ewe mtume Muhammad, wakikupinga hawa washirikina wa Maka, wakikupinga hawa Mayahudi ambao washajua ukweli, basi jua wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula, tulituma bila shaka kwa yakini katika kila umma tulimtuma mtume. Kazi yake ni nini? Ani'budu Allah, aamrishe watu wake wamwabudu Allah, wajtanibu at-taghut, na wajiepushe na kila shaitani, kila anayeabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tukimalizia maashara almu'minin, wa kullu nabiyyin, kila mtume khataba qaumahu, kila mtume aliwalingania watu wake ila tauhidi, wao kuweza kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtume anasema nini? U'budullaha, enyi watu wangu mwabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghayru, hamna Mungu mwingine asiyekuwa yeye. Bali waqala al-Masih ibn Maryam alayhi salam, Isa ibn Maryam asema kuwaelekeza, kuwaeleza, kuamrisha wana wa Israeli, ya bani Israil, enyi wana wa Israeli, u'budullaha, mwabuduni Allah, rabbi wa rabbakum, huyu Allah ni Mola wangu na Mola wenu. Kwa nini? Innahu man yushrik billah, hakika atakayemshirikisha Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wal iyadha billah, bila shaka huyo Mwenyezi Mungu amemharamishia pepo, kwake ni haram. Wa ma'wahu nar, makazi yake ni moto wa jahannam wal iyadha billah. Wa ma lidhalimin min ansar, na madhalim ni kina nani? Madhalim wakubwa sio waliochukua mashamba ya watu, ni madhalim, lakini hao ni madhalim wadogo. Madhalim wakubwa ni wale waliodhulumu nafsi zao kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amara Allah khataman nabiyyin, bali Allah amwamrisha mwisho wa mitume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akamwambia qul, sema waambie umma wako, inni umirtu an a'budu Allah, hakika mimi nimeamrishwa ni muabudu Allah, mukhlishan lahu din, kwa kumtakasia dini yake. Wa umirtu, na nimeamrishwa li an akuna awwala almuslimin, niwe muislamu wa kwanza. Kwa nini? Qul, sema waambie, inni akhafu, hakika mimi naogopa, in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim,
ikiwa nitamwasi Mola wangu kwa kumshirikisha, adhabu kali mno ya siku hiyo ya Kiyama. Qulillaha a'bud, sema waambie Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayemwabudu, mukhlishan lahu dini, na nimemtakasia dini yangu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala kutuonyesha kwamba tauhid ndio rasul mal. Tauhid ni kumwabudu Allah. Qul inna salati, sema waambie hakika sala yangu, wa nusuki, ibada yangu ya kuchinja, wa mahyaya, uhai wangu, wa mamati, kufa kwangu, lillahi rabbil alamin, yote ni milki ya Allah, la sharika la, hana mshirika kabisa katika hayo. Wa bidhalika umirtu, na kwa haya ndio nimeamrishwa. Wa ana awwalul muslimina, na mimi ni muislamu wa kwanza. Fala duaa, kwa hivyo hakuna dua wala nadhar wala kuweka nadhiri wala dhabhun wala kuchinja wala listighathatu wala kutaka kuokolewa illa lillahi, isipokuwa haya yote tunayatafuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala listihadhatu, hakuna kutaka kinga, wala listihana, wala kutaka msaada, illa bihi, hatutaki kinga wala msaada isipokuwa kwa Allah. Hii ndio tauhid. Kwa hivyo wewe Muislamu unapoingia msikitini hirizi kwa mkononi, basi hili umelipinga, kwa sababu alistihadha kutaka kulindwa, alistiana kutaka kuokolewa na kusaidiwa, tunatafuta kwa Allah. Sasa wewe leo unatafuta kwa hirizi ambayo umefunga, umeivaa mkononi mwako, bila shaka umeenda kinyume na haya. Ni wangapi Waislamu wako msikitini lakini hirizi wanazo? Wangapi? Kwenye vipo, kwenye wallet zao kuna mahirizi, wamevaa mabangili ya kishirikina, wamevaa pete za kishirikina. Wangapi? Tu wengi. Wewe endapo unapovaa chochote mwilini ukiitikani kitakuzuia na balaa na maradhi na mikosi na nuksi, ndio umeshirikisha, na hii ni hatari. Leo utakufa kiko mwilini mwako, huwezi ukafaulu kabisa. Wala uqsimu billahi bi asma'ihi wala qasamun illa bismihi, na hakuna kuapa isipokuwa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Je, wewe Muislamu unapoapa unaapa na jina la Allah? Wallahi wengi hatuapi na jina la Allah. Mfano katika kiapo hatari, kiapo cha ushirikina, wengi hawajui, wanachukulia ni jambo rahisi. Ni mtu kusema haki ya mama. Hii kama haiko imekithiri katika mitaa, haki ya mama. Mtu ataapa na mali zake, ataapa na mamake, ataapa na babake, ataapa na babu yake. Na ili hali Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia mtu akiapa asiape isipokuwa na jina la Allah. Usiape kwa baba, usiape kwa mama, usiape kwa nani, la. Lakini leo inakithiri katika mujtama. Wala tawakkul illa alayhi, na hakuna kutegemea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala amma yushriku bihi al-mushrikun uluwan kabira. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika na yale ambayo washirikina wanamshirikisha naye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikhwatal iman, hii ni darsa kubwa sana ya tauhid, na bado tunaendelea na darsa kama hii insha Allah, ili mimi na wewe tujiepushe na ushirikina, ili mimi na wewe tufanye ibada kwa ajili ya Allah, tumtakasie Allah subhanahu wa ta'ala ibada zote. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.